بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Allah amlipe kila la kheri ndugu yetu na shekhi wetu al-akhi al-shaqiqi Abu Abd al-Qadiri al-Munawi al-Shafi'i kwa na dua yake na maneno yake ambayo yana manufaa yaliyokuwa mengi kwa yule mwenye kusikiliza kwa lengo la kupata faida, kadhalika na yule ambaye alikaa kwa ajili ya kunoti, kuhifadhi na kuandika baadhi ya nukta ambazo ni za msingi, kwa sababu hasa tulabul ilmi yatakikana mnapokaa katika majalisi za kielimu unakaa ukiwa ni mwenye kuandika, umejishughulisha na kuandika yale ambayo mzungumzaji anayatoa katika faida. Jazakallah khair. Naam, tumeona sehemu ya kwanza ya nadwa ambayo shekhe alikuwa akielezea umuhimu wa amani na baadhi ya mambo ambayo tukiyafanya ni sababu ya sisi kuihifadhi na kuilinda amani tulionayo katika nchi yetu hii ya Tanzania. Ama sehemu ya pili ya nadwa kwa siku hii ya leo, tunaelezea kuhusiana na maandamano na baadhi ya madhara yake. Maandamano ni msamiati ambao umezuka, ni mustalahu ambao ni wa kisasa, yuradu bihi khuruju an-nasi ila ash-shari'i liajli at-ta'biri an 'adami ar-ridha an nahji al-hukuma. Maandamano ni msamiati uliozuka, msamiati wa kisasa ambao unakusudiwa watu kutoka barabarani, kuandamana barabarani makundi kwa makundi kwa lengo la kupaza sauti, na kuelezea hali walionayo na kutokuridhishwa na mwenendo wa serikali. Hii ndio maana ya maandamano, watu kutoka barabarani kupaza sauti zao, kuelezea uhalisia ya kwamba wao hawaridhishwi na mwenendo wa serikali yao, na kutangaza ya kwamba wao wanakhalifiana, wanampinga kiongozi wao mkuu wa nchi katika baadhi ya mambo anavyoyaendesha, kadhalika na baadhi ya wasaidizi wake, kwamba wao hawaendani na vile wanavyoyaendesha mambo katika nchi. Kwa hivyo watu wanatoka barabarani na kupaza sauti zao ili ziweze kufika kwa watawala, kuonesha kwamba wao wanapinga baadhi ya mambo yanavyoendeshwa katika nchi hiyo. Falmudhaharatu wasilatun min wasaili ad-dhaghti ala al-hukami min ajli at-taghyir. Kwa hivyo maandamano ni njia katika njia ambazo watu wanazitumia za kuwashinikiza viongozi wa nchi kuweza kubadilika. Maandamano ni njia katika njia ambazo watu wanazitumia kuwashinikiza viongozi wa nchi kuweza kubadilika na kubadilisha mienendo na baadhi ya mambo wanavyoyapeleka.
Wa hadhihi alwasila, na njia hii ya maandamano kuwakemea watawala na kuwataka watawala waweze kubadilika, wabadilishe mienendo yao. Baadhi ya mambo wanavyoyaongoza watu wanaona ndivyo sivyo. Njia hii jaatna min algharbi, ni njia ambayo imetufikia, imekuja katika nchi zetu hizi kutoka katika nchi za magharibi, tahta nidhamu demokratia, ambayo njia hii ipo chini ya nidhamu ya demokrasia. Hii njia ya maandamano ni njia iliyoko chini ya demokrasia, liajli isali sauti ila alhukami litashihi almasari, ambayo wameweka njia hii ya maandamano kwa lengo la wananchi kuruhusiwa kutoka mabarabarani na kupaza sauti zao kuwakemea watawala kwa yale wanaoyaona kwamba wanadhulumiwa na kwamba si haki. Haya wameyaweka katika nidhamu ya demokrasia ili wananchi waweze kufikisha sauti zao. Njia hii ni njia ambayo iko chini ya nidhamu ya demokrasia, ni njia ambayo haipo katika mafundisho ya Uislamu. Hii ni maana ya maandamano, watu kuandamana barabarani. Aina za maandamano. Maandamano yamegawanyika sehemu mbili, lazima watu kufahamu hilo, na hata wale wenye kuandamana pia wafahamu kwamba wanapoandamana wanaandamana kwa lengo lipi. Maandamano yamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, almudaharatu allati yuradu minha umurun shar'iyyatun diniyah, ni maandamano yanayofanywa na watu kwa lengo la kutaka mambo ya kidini, mambo ya kisheria. Mfano, Waislamu wakaandamana barabarani kwamba tunataka haki ya hijabu, mwanamke wa Kiislamu lazima avae hijabu. Au Waislamu wakaandamana tunataka haki ya adhana, kwamba lazima adhana isomwe kwa sauti ya nje, kwa vipaza sauti. Haiwezekani tukaziwiliwa kwamba adhana isomwe ndani kwa ndani na mfano wake, kama ambavyo baadhi ya nchi watu waliandamana katika mambo kama hayo ya kutaka mambo ya kidini, mambo ya kisheria yaweze kufanyika, kama yalivyofanyika maandamano ya Ufaransa ya kudai hijabu, kwamba mwanamke wa Kiislamu avae hijabu. Na haya maandamano yakawa yameleta athari mbaya sana. Kwa hii ni aina ya kwanza ya maandamano ya kudai mambo ya kidini, mambo ya kisheria. Aina ya pili, almudhaharatu allati yuradu minha umurun dunyawiyah, ni maandamano yanayofanywa na watu kwa lengo la kutaka mambo ya kidunia. Watu wanaandamana kwa ajili ya kutafuta mambo ya kidunia ambayo wanaona hawajayapata katika serikali yao. Wa hadha nauani, na aina hii imegawanyika sehemu mbili. Sehemu hii ya pili, maandamano kwa ajili ya mambo ya kidunia, tanqasimu ila qismain, imegawanyika sehemu mbili. Almudhaharatu liisqati hakimin lidafi'in dunyawi, sehemu ya kwanza ni maandamano yanayofanywa na raia kwa lengo la kumwangusha rais aliyoko madarakani. Watu wanaandamana kwa lengo la kumwangusha. Watu wanaingia barabarani na kupaza sauti zao kwamba hatumtaki rais aliyoko madarakani,
tunataka aondoke madarakani. Tunataka nchi yetu, ni bora nchi yetu itawaliwe na wanajeshi, lakini rais aliyoko madarakani hatumtaki. Watu wakaandamana wakiwa na silaha au bila silaha, lakini nia yao wanataka na wanakusudia kumwangusha rais au kiongozi aliyoko madarakani kwa maslahi ya kidunia. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili, almudhaharatu litahsili ma siwa dhalika, maandamano yanayofanyika kwa lengo la kupata na kutafuta yasiyokuwa hayo, kwa maana mambo mengine lisilokuwa jambo hilo la kumwangusha kiongozi wa nchi. Watu wanaandamana, kwa mfano kwamba kuna mgao wa umeme, watu wanaandamana kupinga jambo hilo. Haiwezekani. Kwa nini? Mgao umekithiri. Kwa hivyo watu wanaandamana kupinga mgao wa umeme au mgao wa maji, kwamba maji kuna baadhi ya maeneo yanatoka maeneo kwa maeneo. Kwa hivyo watu wakaandamana kupinga swala hilo, lazima maji yapatikane maeneo yote, na mfano wa hayo, kama ambavyo tumeona maandamano ambayo yamefanyika Madagascar, kwamba watu wanaandamana kupinga mgao wa umeme, kadhalika na maji na mengineyo, kwamba watu wanaandamana kwa sababu wanapinga kupanda kwa bei ya bidhaa. Bei ya vitu imepanda, sukari imepanda bei, nauli za daladala imepanda shilingi 100, watu wanaingia barabarani. Haiwezekani tukaridhia hilo. Kwa nini imepanda nauli? Na mfano wake, watu wanaingia barabarani kuandamana kwa ajili ya kutafuta maslahi haya ya kidunia yasiyokuwa jambo la kumdondosha kiongozi aliyoko madarakani. Na katika hizi aina mbili za maandamano, kuandamana kwa ajili ya mambo ya kidini, na hili tunaliweka pembeni kwa sasa, na kuandamana kwa ajili ya mambo ya kidunia, hili ndio ambalo linatuhusu kwa sasa, kwa sababu mpaka tunaweka na dua hii ni kutokana na uchochezi ambao unafanywa na baadhi ya watu mitandaoni, kadhalika na wengine katika majukwaa ya kisiasa, wanapokuwa wanahubiri mahubiri yao ya kisiasa. Baadhi ya wanasiasa wanapokuwa katika kampeni zao, wanakuwa ni wenye kuongea maneno ya uchochezi, kuchochea uvunjifu wa amani, kuongea maneno na kuashiria kwamba haiwezekani Watanzania wakawa ni wenye kuendelea kuridhia. Lazima watu watoke barabarani waandamane, watu watoke barabarani waandamane kupinga dhulma wanaofanyiwa, kwa maelezo wanayokuwa wanaeleza, kupinga dhulma wanaofanyiwa Watanzania na watawala. Na kutokana na hivi sasa nchi inaelekea katika tukio kubwa, tukio la uchaguzi mkuu. Kwa hivyo taharuki imekuwa ni kubwa, hasa mitandaoni. Watu wanatumia mitandao ya kijamii vibaya katika kupotosha jamii, kupotosha umma, kuwapotosha Watanzania na kushawishi kwamba Watanzania siku ya uchaguzi watoke barabarani wakaandamane. Haya ndiyo mambo ambayo sasa hivi yametanda mitandaoni, na baadhi ya watu ambao wenye kuwashawishi Watanzania kwamba siku ya tukio kubwa linaloihusu serikali la uchaguzi mkuu, kwamba Watanzania wasikubali kwenda kupiga kura, badala yake waingie barabarani waandamane kupinga uchaguzi. Sasa tukaona ni vyema sisi tuweke na dua hii kuwatahadharisha
waislamu bil khusus, lakini na watanzania wote kwa ujumla. Tayib, kwa hivyo tukaona tuweke nadwa hii ya kielimu kwa lengo la kuwabainishia waislamu kufahamu umuhimu na ulazima wa kuilinda amani hii tulionayo katika nchi yetu hii ya Tanzania, mpaka tukaweza kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa salama na amani, kwa utulivu, tukawa tunatekeleza ibada zetu vile alivyotuagiza Allah tabaraka wa taala. Lakini pia tubainishe madhara yanayotokamana na haya maandamano ambayo watu wanahamasishwa kutoka barabarani kuandamana kwa lengo la kupinga kwamba tarehe 29 serikali isifanye jambo lake ambalo ni jambo liliokuwa kubwa na ni jambo liliokuwa zito kinchi. Maandamano ni katika mambo ambayo Uislamu umeharamisha kwa aina zake zote ambazo tumezitaja, sawa sawa ni maandamano kwa lengo la kumwangusha kiongozi au ni maandamano kwa lengo la kutaka kwamba bei ya vitu ishuke na kupinga mgao wa umeme na mfano wake. Maandamano kwa sura zake zote, sawa sawa yakaitwa ni maandamano asilmia, huwa ni maandamano ya amani au ni maandamano yasiyokuwa ya amani, yote min al-umuri allati haramaha al-Islam, ni katika mambo ambayo Uislamu umeharamisha. Wadhālika lianna dina al-Islami, na ni kwa sababu dini ya Uislamu dinun kamilun, ni dini iliyokamilika, shamilun, dini ambayo imeenea kwa kila kitu, yurai masaliha nnasi, ni dini ambayo yenye kuchunga maslahi ya watu. Dini ya Uislamu ni dini iliyokamilika, dini yenye kuchunga maslahi ya watu. Wayaqumu ala hifdhi an-nufusi wal amwali wal a'radi, na ni dini yenye kuhifadhi nafsi za watu. Dini ya Uislamu ni dini yenye kujali na kuhifadhi nafsi za watu, kadhalika ni yenye kuhifadhi mali na ni yenye kuhifadhi heshima za watu. Hadha huwa al-Islam, huu ndio Uislamu. Falmudhaharatu binawaiha min al-umuri allati haramaha al-Islam, wadhālika liajli hifdhi hadhihi ad-daruriyat. Kwa hiyo maandamano ni katika mambo ambayo Uislamu umeharamisha kwa lengo la kuhifadhi mambo haya ya lazima, mambo ambayo ni lazima kuyahifadhi katika maisha yetu ya kila siku, kuhifadhi nafsi, kuhifadhi mali, kuhifadhi heshima, kuhifadhi akili, kuhifadhi dini ya Allah tabaraka wa taala. Uislamu umeharamisha maandamano kwa lengo la kuhifadhi mambo haya, kuhifadhi nafsi, kuhifadhi mali, kuhifadhi heshima za watu. Walima fi dhalika min almafasid alazima, kadhalika Uislamu umeharamisha maandamano kwa sababu ya mafsada, madhara makubwa yanayopatikana na yanayotokamana na maandamano. Wala farqa baina kauniha as-silmiyati wa ghayriha, na wala hakuna tofauti katika maandamano hayo, sawa sawa wakayaita kuwa ni maandamano ya amani au maandamano yasiyokuwa na amani. Sawa sawa ni maandamano ambayo watu wametoka bila silaha au maandamano ya watu ambao wametoka huku wameshikilia silaha, wanatoka kwenda kwa ajili ya kupambana na serikali yao. Lianna almaqsuda fi kila al-amrayn, kwa sababu makusudio katika aina zote mbili za maandamano, makusudio yao ni moja, jambo lao ni moja, wanakusudia jambo moja. Wa hiya inkaru ala wali al-amri, nalo si jingine isipokuwa ni jambo la kuwakemea, kumkemea mtawala na kumwambia abadilishe mienendo yake
asipoweza kubadilisha basi aondoke madarakani. Haya ndiyo malengo ya wenye kuandamana, sawa sawa ni maandamano ya amani au yasiyokuwa ya amani. Ndiyo maana Uislamu ukaharamisha maandamano kwa aina zake zote. Zipo dalili nyingi katika kuharamisha maandamano, lakini tutataja baadhi katika hizo. Moja kabisa, annaha laysat min adati almuslimin. Maandamano ni haram, yameharamishwa na Uislamu kwa sababu si katika desturi za Waislamu. Maandamano si katika mambo ya Waislamu, lifahamike hivyo. Wa inma jaatna min algharbi, bali maandamano haya yamekuja katika nchi zetu kutoka katika nchi za magharibi kupitia demokrasia. Anasema al-Imam al-Allama Salih al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, al-mudaharatu, maandamano kwa aina zake zote, laysat min a'mali al-muslimin, si katika mambo ya Waislamu. Maandamano si katika mambo ya Waislamu. Wama kanu yaarifunaha, na wala jambo hili halikuwa likifahamika kwa Waislamu. Ni jambo ambalo limezuka na limetoka katika nchi za magharibi kwa lengo la kuwakemea na kutaka kuwabadilisha watawala. Jambo hili liko chini ya nidhamu ya demokrasia na halipo katika sheria ya Uislamu. Kwa maandamano si mambo ya Waislamu. Kadhalika anasema al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, al-mudaharatu min adati al-kuffari, maandamano ni katika ada, ni katika desturi, ni katika mambo na njia wanazotumia makafiri, si katika mambo ya Waislamu. Kwa hii ni jambo la kwanza katika hoja na dalili zenye kubainisha kwamba maandamano ni haramu, kwamba si katika mambo ya Waislamu. Kwa hivyo wale vijana ambao wanaohamasishwa huko mitandaoni au mitaani na baadhi ya watu wenye hamasa kuwahamasisha watu kuandamana siku ya Jumatano tarehe 29, tunawaasa vijana wa Kiislamu bil khusus, vijana wa Kiislamu hasa mfahamu ya kwamba jambo hili la maandamano si katika mambo yetu Waislamu, na wala si njia sahihi ya kufikisha ujumbe kwa watawala. Sio njia sahihi tuliyowekewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kufikisha maoni yetu kwa watawala wetu. Kuna njia sahihi ambazo tumewekewa na sheria yetu. Kadhalika tunawaasa Watanzania wote kwa ujumla, sio Waislamu tu peke yao. Tunawaasa Watanzania wote kwa ujumla wafahamu ya kwamba jambo hili la maandamano ni jambo hatari, ni jambo ambalo lina madhara makubwa sana, kama ambavyo tutakuja kuona katika mwendelezo wa mazungumzo yetu insha Allahu taala. Lakini jambo la pili katika dalili zenye kuonesha uharamu wa maandamano, walianna hadha alfi'la, yani kwa sababu kitendo hiki, wa huwa al-inkaru al-alani, kitendo cha kuwakemea watawala wazi wazi kutoka barabarani, watu kuandamana na kupaza sauti zao na kuimba nyimbo mbalimbali za kuwatukana watawala na kuwataka watoke madarakani, kama ambavyo tunashuhudia na kusikia kwa masikio yetu, mukhalifun lima jaa anin nabii sallallahu alayhi wasallam. Jambo hili ni lenye kukhalifiana na mafundisho yaliyokuja kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anna nasihata lilhukami, ya kwamba nasaha, kufikisha nasaha zako, kufikisha maoni yako kwa watawala,
takunu sirran, jambo hilo linafanyika kwa siri, kwa hadithi ambayo ndugu yangu ameisoma. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man arada an yansaha lidhi sultani, mwenye kutaka kumnasihi mtawala, fi amrin, katika jambo lolote, fala yubdihi alaniyatan, basi asilitowe jambo hilo hadharani, asiliseme jambo hilo hadharani. Hiyo itakuwa sio nasaha, hiyo atakuwa na kusudia kumfedhehesha mtawala wake, bali amshike mkono kama naweza kufanya hivyo, akae naye chemba, amfikishie maoni yake. Na kama atafanya hivyo mtawala akakubali nasaha, basi hilo ni jambo la kheri, ndio jambo ambalo linalotarajiwa. Na ikiwa atakataa nasaha zako, basi mtu huyo atakuwa ametekeleza wajibu wake. Na kama mtu hawezi kumfikia mtawala, basi aweze kuandika barua, amwandikie mtawala, na awatafute watu ambao wanaweza kumfikia mtawala, wamfikishie barua yake, wafikishe maoni yake, kuweza kumfikia maoni hayo, ili huenda Allah tabaraka wa taala akajalia mtawala huyo akaweza kubadilisha mienendo yake. Hii ni njia sahihi ambayo ametuwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufikisha ujumbe wetu kwa watawala. Lakini dalili ya tatu inaonyesha uharamu wa maandamano, lianna alkhuruj ala wali al-amri, na ni kwa sababu pia kutoka chini ya taa ya mtawala kwa maandamano au kwa aina yoyote ya utokaji chini ya taa ya kiongozi, mabniyun ala maslahatin mutawahhama. Jambo hili la maandamano, watu kudai haki yao kwa maandamano, ni jambo ambalo limejengwa kwa maslahi hewa, maslahi yasiyokuwa na matumaini. Ni jambo ambalo limejengwa kwa maslahi hewa, ambayo si maslahi yenye uhakika. Fahia qad tatahaqqaqu wa qad la tatahaqqaqu. Maslahi yanayoendewa katika maandamano yanaweza yakapatikana, lakini pia yanaweza yasipatikane. Fahia mabniyatun ala tawahhum, ni maslahi ambayo yamejengwa kwa hali ambayo isiyokuwa na uhakika ya upatikanaji wake. Na wanasema ahlul ilmi, sharti la kufanyia kazi maslahi an takuna mutahaqqiqan la mutawahhaman, inatakiwa maslahi yawe na uhakika kupatikana kwake, na isiwe ni maslahi hewa, mambo ambayo hayana matumaini upatikanaji wake, kwamba watu wanaandamana. Je, mna uhakika hilo jambo ambalo mnaandamana kwa ajili yake, mna uhakika mtalipata au mnabahatisha? Kwa sababu watu wanasema katika hoja za kwamba maandamano yafaa ni kwamba watu wakiandamana yale ambayo wanayadai yanapatikana. Naam, baadhi ya nyakati watu wanaandamana yale wanayoyataka yanapatikana, lakini baadhi ya time pia watu wanaandamana yale wanayoyataka hayapatikani, bali wanakumbana na mafsada makubwa. Na hilo limeshuhudiwa katika historia kama ambavyo tutakujaona. Na sehemu hii wanasema baadhi ya watu, hasa mitandaoni, katika tukio lililofanyika juzi kati hapo Kariakoo, gerezani, kadhalika na Magomeni, watu tukio waliolifanya la kufanya uharibifu, kuvunja magari ya mwendo kasi na kudai ya kwamba magari yamekuwa ni mabovu, hayakidhi haja za raia, za wasafiri. Kwa hivyo watu wakaona kwamba solution ni kuyavunja yale magari, kuyaharibu yale magari, ili serikali iweze kuleta magari mengine. Kadhalika gerezani wakafanya matukio haya. Sasa baada ya tukio hili, Allah tabaraka wa taala akajalia viongozi
wakawa wameleta magari mengine mapya na kazi kaendelea, walillahi alhamdu wal minna. Sasa watu wanatumia hoja kama hizi kwamba unaona wanatumia lugha kwamba watu wa Kimara na Mbezi hawana mchezo, kwa maana kwa sababu ya kukinukisha siku ile ndio maana serikali imeamka na kuleta magari mapya. Kwa watu wanatumia hoja kama hizi dhaifa ya kujuzu kufaa kwa maandamano na kufanya vurugu, kuifanyia vurugu serikali ili iweze kuleta mabadiliko. Maadhalika, pamoja na hivyo kwamba baadhi ya wakati watu wanafanya matukio maovu ya uharibifu, watawala wanarekebisha, lakini na baadhi ya nyakati watu wanafanya maandamano na wanafanya uharibifu, hawapati kile wanachokiendea, hawapati kile wanachokitaka, bali badala yake wanapata madhara yaliyokuwa makubwa. Wa na'udhu billahi min dhalika. Lakini pia katika dalili zenye kuonesha madhara na uharamu wa maandamano, walianna alfawda walmafasida annatijata min alkhuruji ala wali alamri bilmudaharati adhaafu almafasidi alwaqi'ati minhu. Wanasema ahlul ilmi ni kwa sababu fujo, taharuki na mafsada, madhara makubwa yanayopatikana katika maandamano na kutoka chini ya taa ya kiongozi, madhara yake ni makubwa sana kuliko madhara yanayopatikana kwa huyo mtawala. Madhara saa zingine yanayopatikana katika maandamano ni makubwa kuliko yale maslahi ambayo wanayataka kwa kiongozi wao, kuliko yale mafsada ambayo wanadai kwa kiongozi wao aweze kuyaondoa. Kwa mfano, watu wanaandamana, wanatoka barabarani wanaandamana kwa lengo la kukemea na kupinga mgao wa umeme mathalan, au kupanda kwa sukari, au kupanda kwa nauli ya daladala. Watu wanaingia barabarani, wakishaandamana wakafanya vurugu, ikapatikana taharuki baina yao na jeshi la polisi, ikafikia hatua polisi wanapokuwa wameona sasa wametumia virungu katika kutuliza ile ghasia, wanawapiga watu virungu waweze kurudi nyuma, watu warudi makwao, waache taharuki za maandamano. Watu wakawa wanawamiminia askari mawe. Kadhalika ikafikia hatua askari wasipokuwa makini wanaweza kupoteza baadhi yao maisha yao. Ikafikia hatua baadhi ya time wakatumia vyombo vya moto. Ikafikia hatua askari wakatumia silaha za moto kutuliza ghasia. Ikapelekea jambo hilo kupoteza nafsi, mtu akafa katika maandamano, au akapigwa virungu, mtu akafa kwa kupigwa marungu na askari. Haya ni mafsada makubwa. Kumwagika damu ni mafsada makubwa kuliko jambo mnalolidai la kupanda bei ya nauli ya mgao wa umeme. Mafsada haya ni madogo kuliko madhara ya kuua nafsi. Madhara ya kuua nafsi ni makubwa. Kwa hivyo Uislamu unaangalia mafsada na maslahi. Sasa maandamano ni haramu kwa njia zake zote kutokamana na mafsada, madhara ambayo yanatokamana na maandamano. Katika siku hii ya leo tutataja mambo mawili tu katika mambo ambayo yanayoonesha madhara ya maandamano, kwamba pindi watu wanapoandamana kuna madhara gani ambayo yanapatikana kwa kitendo cha raia kutoka barabarani kuandamana kuipinga serikali yao. Yanapatikana mambo mengi katika madhara. Katika hayo, za'zatul amni ni jambo la kuyumbisha amani. Watu wanapoandamana, jambo hili linapelekea amani ya nchi kuyumba. Wa itharul fawda, na kusababisha fujo
taharuki, mimma yuhaddiju amna almujtama, jambo ambalo linapelekea kutishia maisha ya raia, jambo ambalo linapelekea kutishia amani ya jamii, amani ya mujtama. Na hili kila mmoja ni shahidi wa hilo, kwamba watu wanapoandamana, jambo hili linapelekea taharuki kubwa katika nchi, linapelekea taharuki na linapelekea katika kuvunja amani ambayo la shaka, hakuna shaka kwa mwenye akili ya kwamba ni jambo la lazima kulihifadhi, na kwamba ni katika mambo matano, mambo ya lazima kuyahifadhi katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo maandamano ni sababu ya kuleta fujo na vurugu katika jamii na kuondosha amani na utulivu kwa raia, kwa sababu watu wanaishi katika hali ya taharuki, na ukosefu huu wa amani hautawahusu wale wanaoandamana pekee, bali hata wale ambao hawajaandamana taharuki inawahusu, kwa sababu watu watakapokuwa wanapigwa virungu, watu watakapokuwa wanakimbizana, bila shaka jambo hili kadhalika linakuwa ni lenye kuwatishia amani hata wale waliotulizana katika majumba yao. Hili ni jambo la kwanza katika jambo ambalo linaloonyesha amani, ni kwamba ni jambo ambalo linapelekea kuyumbisha amani ya nchi, kadhalika na kuleta taharuki na fujo, jambo ambalo halitakikani, jambo linalopelekea watu kuishi maisha yasiyokuwa na utulivu. Kadhalika min mafasidi almudhaharati, katika madhara ya maandamano, annahu yantuju minha qatlun linnufusi, hupatikana kwa maandamano mauaji baadhi ya nyakati, na maandamano yaliyokuwa mengi. Ukiangalia katika historia ya maandamano, hupatikana kwa maandamano mauaji, damu humwagika kwa sababu ya maandamano. Ukiangalia watu wanaandamana kwa sababu ya kutaka hijabu, au kwa sababu ya kutaka serikali iweze kuacha kuwadhulumu raia, yani kwa sababu ya vitu bei kupanda kwa ghafla na mfano wake. Kwa maandamano haya yanatokea mafsada yaliyokuwa makubwa, kumwaga damu za raia, wa ihlakun lilamwali, kadhalika hupatikana kwa maandamano kupoteza na kuteketeza mali huteketea kupitia maandamano. Sisi ni mashahidi, tumeshuhudia katika maandamano kadhaa, mali huteketezwa kupitia maandamano. Magari ya watu yanachomwa moto, yakiwa ni magari ya serikali, magari ya polisi, magari ya raia, yanachomwa moto kwa sababu ya maandamano. Wa intihakun lilaradhi, kadhalika katika maandamano hupatikana jarima la kuvunja heshima za watu. Kupitia maandamano kadhalika hupatikana jarima, madhara haya ya kuvunja heshima za watu. Wa hadha min a'dhami aljaraimi, na hili ni katika mambo yaliyokuwa makubwa, ni katika jarima, ni katika makosa yaliyokuwa makubwa, jambo la kumwaga damu, kadhalika na kuteketeza mali za watu, kadhalika na kuvunja heshima za watu. Jambo hili ni jarima lililokuwa kubwa sana, na haya yanatendeka, yanafanyika, ni madhara yanayopatikana katika maandamano. Tumeshuhudia, tukirudi katika maandamano yaliyofanyika miaka ya nyuma, kwa wale waliokuwepo, maandamano ya Dibagula, maandamano ya Mwembe Chai 98, mwaka 98. Angalia Waislamu walivyopata kipigo, namna Waislamu walivyopoteza maisha yao, damu ikamwagika kwa sababu ya madhara ya maandamano, kwa sababu ya maandamano. Kadhalika na sehemu nyinginezo ambazo zimefanyika maandamano, madhara yake ni makubwa, hatima yake watu hupatikana
hukumbwa na madhara yaliyokuwa makubwa, na hakuna madhara makubwa zaidi ya kumwaga damu. Haya ni madhara makubwa ambayo madhara haya yanapatikana kupitia maandamano. Kwa hivyo Waislamu kadhalika na wasiokuwa Waislamu ambao wanahamasika na ushawishi wa baadhi ya watu wanaotoa ushawishi wao katika mitandao ya kijamii wakiongozwa na Mange Kimambi katika kueneza fitna hii ya kutangaza na kuchochea maandamano mitandaoni, na wengi katika vijana wakahamasika na uhamasishaji wa huyu binti ambaye amepotea, mwenye nia mbaya na mwenye nia chafu na nchi hii ya Tanzania na amani yake. Nyinyi ambao mnashawishika na kuhamasika na hamasa za huyo binti mitandaoni, anawahadaa ya kwamba siku ya Jumatano watu mtoke barabarani mkaandamane, mpinge dhulma mnayofanyiwa, msikubali, tokeni barabarani. Tunawaasa mfahamu ya kwamba maandamano yana madhara makubwa, ikiwemo kupoteza nafsi, ikiwemo kupoteza mali, kadhalika kuvunja heshima za watu. Allah, zindukeni na mfahamu ya kwamba kwanza huyo anayewashawishi kwamba mtoke barabarani mkaandamane hayupo nchini, anawashawishi ile hali yeye hayupo, amestarehe, anafanya mambo yake, na anawatumia nyinyi kuingiza pesa katika akaunti zake, na nyinyi kwa sababu ya hamasa zenu mnamfuata, mnakuwa wafuasi wake na kuhamasika na maandamano. Fahamuni ya kwamba ni hasara kubwa ambayo mtakutana nayo iwapo mtajiingiza katika haya maandamano, kwa sababu sisi tumerekodi ambayo ni mbaya inayotokamana na maandamano, ikiwemo hii ambayo nimeitaja, maandamano ya Dibagula, kadhalika na maandamano ya Mwembe Chai yaliyotokea hapa Tanzania miaka ya nyuma. Madhara yake watu wameuawa na watu wamepata kipigo, wengine wamekufa hali ya kuwa ni walemavu kwa sababu ya maandamano. Sasa vijana ambao wamejipanga kwa ajili ya maandamano ya siku ya Jumatano, tahadharini sana, na hasa vijana wa Kiislamu, tahadharini sana na mfahamu ya kwamba jambo hilo limeharamishwa na Uislamu, kwa sababu ni kuwahalifu na kwenda kinyume na nidhamu na utaratibu na amri ya serikali yetu. Yako mambo mengi ambayo yenye kuashiria madhara ya maandamano kama nilivyosema, lakini kwa leo insha Allah taala tutabakia na mambo haya mawili. Kama nilivyosema kwamba hii ni nadwa tunafanya leo, kadhalika na kesho tutaendelea. Kwa hivyo sehemu iliyobaki ya kuendelea kutaja baadhi ya mafasid, baadhi ya madhara yenye kupatikana kupitia maandamano, tutakuja kufanya mwendelezo kuyataja, lakini tutosheke na hayo ambayo tumeyataja kwamba katika maandamano yanapatikana maafa, watu wanakufa, kadhalika na mali huteketea, kadhalika na heshima za watu kuvunjwa. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie katika waja wema wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri yake. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.